Karibu MJ Channel. Mlango bahari wa Hormuz ni eneo la Marekani. Trump amesema. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz ni eneo la Marekani na namnukuu, kwa sasa anatangaza mlango bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Akifanya kampeni katika jimbo la South Carolina, Trump asisitiza kuwa hawataruhusu Irani kumiliki silaha za nyuklia. Kauli hizo mpya zinakuja wakati Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Irani katika siku za hivi karibuni, huku ikiendelea kuweka kizuizi cha kijeshi katika eneo hilo la bahari. Washington inatarajiwa kutangaza siku ya Jumatatu vikwazo vipya dhidi ya Irani. Maafisa wa Marekani wamesema vikwazo hivyo vinaweza pia kuathiri washirika wakuu wa kibiashara wa Irani ikiwemo China. Haya ndio mambo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, na kumbuka Marekani anaendelea kuidhibiti au kuendelea kuibana Irani ili mradi kwanza iweze kuanguka kiuchumi. Na tumesikia siku za hivi karibuni Trump anaendelea kujigamba kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utakuwa chini ya himaya yake, na hata hivyo anataka atangaze vikwazo vikali ambavyo yeye mwenyewe anasema kwamba havijawahi kuonekana siku za hapo awali. Kwa hiyo huenda anataka kuibana zaidi Irani na kuweza kuleta sintofahamu katika nchi hiyo na kuweza kuleta athari kubwa za kiuchumi katika nchi hiyo. Kumbuka Marekani ameendelea kuweka ile blockade katika maji katika ile ghuba ya Omani, lakini pia Marekani anaendelea kuibana zaidi Irani, hasa uuzaji wa mafuta nje ya nchi, kwa maana export. Kwa hiyo nafikiri ni mpango ambao wa Marekani kuhakikisha kwamba Irani lazima iangushwe, na binafsi nafikiri Marekani wameshindwa kuiangusha Irani kijeshi, na sasa hivi wanajaribu kuangalia mbinu nyingine ya kuweza kuiangusha nchi hiyo kwa kutumia vikwazo vya kiuchumi. Na vikwazo vya kiuchumi kweli inawezekana kabisa kwamba wakaiangusha serikali ya pale Tehran, kwa sababu maisha yatakuwa magumu, bidhaa zitakuwa hazipatikani, lakini pia uwezekano wa kutatua changamoto za kifedha. Kumbuka fedha za kigeni tuko hazipo katika eneo hilo au katika nchi hiyo. Kwa hiyo watashindwa kujiendesha nchi kama nchi kwa kutegemea fedha za ndani na mzunguko wa ndani. Kwa hiyo nafikiri kwamba huenda ukaleta sintofahamu kubwa katika nchi hiyo, na Irani ikalazimika kusalenda dhidi ya Marekani. Kwa hiyo ni mipango ambayo inaendelea kusukwa katika pale ikulu ya White House, na yote hiyo ni kuendelea kuonyesha kwamba ni ubabe na inaweza kufanya chochote kwa nchi yoyote endapo wakihitaji. Kwa hiyo Trump yupo kwenye kampeni zake huko Marekani, na sasa hivi kumbuka Rais Donald Trump anaingia kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula ambao unafanyika pale Marekani mwezi wa 11. Kwa hiyo kwa sasa yupo kwenye wakati ambao wa kuendelea kunadi sera, na anaendelea kuona kwamba ni kwa namna gani waweze kuidhibiti Irani. Na kwa mazingira aliyopo Marekani wameshindwa kuidhibiti Tehran kwa kutumia nguvu za kijeshi. Kwa hiyo sasa anachokiona ni kwamba ni kuendelea kuibana Tehran kutumia economic plani, na hiyo itakuweko ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba Irani inaangushwa kabisa. Kwa hiyo kwa kutumia nguvu za kijeshi tumeona military power wameshindwa kuiangusha nchi ya Irani, na sasa hivi wameamua bora kutumia nguvu za economic crisis kuleta mgogoro au mzozo wa kiuchumi katika nchi hiyo ya Kiislamu. Kwa hiyo nafikiri kwamba huenda wakalazimika, sababu bidhaa zitakuwa ni ngumu kupatikana, lakini pia na mahitaji ya kifedha yanahitajika ili kuendesha serikali. Kwa hiyo jamii itakuwa katika hali ngumu sana na kulazimika kuja kwenye meza mazungumzo, lakini ikiwa kwenye ukingo wa kusalenda na kuonekana kwamba haiwezi tena kushikilia msimamo wake wa awali wa msimamo mkali. Kwa hiyo
Hii ni mbinu ambayo wanaitumia rais wa Marekani Donald Trump, lakini mbinu ambazo Marekani wanazitumia sana, na mara nyingi wanatumia mbinu za aina tatu. Mojawapo ni kutumia mobilization kwa maana ushawishi, lakini pia wanatumia mbinu za kiuchumi kwa maana vikwazo, lakini maana yake hii inaitwa sanction plan, lakini nyingine wanatumiaga military power. Kwa hiyo zote hiyo ni kuitaka kuhakikisha kwamba lazima nchi yote inayokuwa tofauti na sera ya pale Washington basi inaweza kuangushwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tusubiri nini kinaweza kutokea, lakini nafikiri mzozo huu bado ni mgumu. Mlango bahari wa Hormuz bado haupitiki kwa sasa na umeshazibwa moja kwa moja na Irani, japokuwa Marekani anasema kwamba ana uwezo, anatangaza kwamba ni mlango bahari ambao tayari ni mali ya Marekani, lakini kwa kweli si kweli. Bado unadhibitiwa na Irani mpaka sasa, kwa sababu tumeona siku za hivi karibuni mpaka siku ya Alhamisi ni meli 5 tu ambazo zilipita katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo yote hii ni wasiwasi kwa maana ya matajiri na baadhi ya serikali wanashindwa kupitisha meli zao katika eneo hilo kwa kuhofia kwamba ushambuliwa na drones na makombora kutoka nchini Iran. Kumbuka majasusi wa Irani wale wa IRGC wamejitenga katika eneo hilo, na lengo kubwa ni kuendelea kuzishambulia meli zote zilizopo au zinazopita katika lango hilo bahari au Strait of Hormuz, ambayo ni njia ya kimkakati ya Iran. Kwa hiyo nafikiri bado mlango bahari wa Hormuz bado si mzuri, na kwa sasa watu wengi wanaendelea kukwepa eneo hilo na kupitisha nishati yao katika maeneo mengine mbadala, ili kukwepa dhahama au kupata matatizo katika eneo hilo. Kwa hiyo yote kwa yote tunasubiri nini kinaweza kutokea, lakini kwa sasa tumeona kwamba Marekani anajaribu kuzipeleka au kupeleka vita vya kiuchumi katika nchi hiyo na kuleta sintofahamu na inaweza kupelekea nchi hiyo ya Kiislamu kuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwa maana civil war. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri kwamba bado katika nchi hizo zote mbili bado kuna vute kubwa na tension bado iko juu sana. Otherwise tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee ya kuweza kumaliza mzozo wao na kufikia maelewano yenye tija. Asanteni na asubuhi njema.